Assalamu alaikum na kundadhi. Assalamu alaikum. Natumai kwamba hali shwari mtazamaji. Sijui kwa nini mate yanani. Karibu katika sehemu ya 3 na ya mwisho ya gumzo la siku. Hii leo ikiwa ni Jumatatu tarehe 22 mwezi wa Novemba mwaka 2021. Ilivyo desturi kila Jumatatu tunayapa masuala ya siasa kipaumbele. Tunaona kampeni zinaendelezwa kweli wa kukimbia huku na kule wanakimbia. Lakini wakati mwingine unapouliza wanasiasa wengi, hata ninapowahoji hapa kwamba unakitumia chama gani ama wewe unawania kwa tiketi ya chama gani, kwambia mambo bado, tulia kidogo nitaamua. Sasa mimi niacha na swali la hivi vyama vya siasa inamaanisha kwamba ni baada ya uchaguzi, kabla ya uchaguzi miezi michache, kisha baada ya hapo mwanasiasa anageuka kuwa muasi wa chama hicho, na inanipeleka katika mjadala wa hivi vyama vya siasa vina umuhimu gani katika siasa za Kenya. Nina Suleiman Hamisi ambaye tulikuwa naye Jumatatu iliyopita, mwanasiasa, na kando na hilo anaongoza masuala ya itifaki katika timu ya kampeni ya Zack Baraza anayelenga kutoa ugavana katika uchaguzi mkuu ujao. Na kando na hile mwenyewe basi mgombeaji wa kiti cha uwakilishi wadi hapa township katika uchaguzi mkuu ujao, Majaliwa. Popote pale ulipo na nafasi kuchangia na kuulizaje hizi manifesto mbalimbali za vyama vya siasa, unahisi zina lolote la mno au ni maandishi tu? Kiukweli vyama vyote vya siasa nchini Kenya ni kitu kimoja. Wenyewe wanasema nyani wale, misitu ndo tofauti. Sasa wewe pale ulipo unahisi kwamba hizi manifesto za vyama mbalimbali vya siasa, hizi nembo, hizi slogans zina chochote cha muhimu au tu ni maandishi na labda kutia hanja siasa na kadhalika, kwamba Ford Kenya, Simba, kuna lolote ndani ya Simba? Kwa mfano unapozungumzia Hasla na Wilbaro ama UDA na Toroli, kuna umuhimu wote? Kuna lolote la mno? Zungumzia vyama vinasimamia mambo gani? Zungumzia ODM na Chungwa na kadhalika, au ni swala tu la kutia hanja katika masuala ya siasa? Karibu mtazamaji, usisahau kuchangia kupitia 0705 7808440 07057808. Naitwa Dalmas Sakari. Suleiman, good morning. Good morning. Habari ya tangu weekendi? Salama bwana. Asante. Mimi nashukuru kwa kunialika hapa siku ya leo. Karibu bwana. Asante. Nasikia kwamba kampeni zinaendelea kuchacha kweli. Kampeni zinaendelea kwa moto. Saizi tunaona vumbi inazidi kushuka kwa wananchi. Wanasiasa wengi wanaendelea kutangaza chache sana kabla ya kuingia katika 2022 ambao kwamba ndo itakuwa ni kabisa kubwa kwa kampeni zote. Sasa hizi tunaelekea Disemba, na Disemba kufikia Januari utakuwa umeona sasa hiyo mambo ambayo kwamba unaongelea mambo ya chama, jezi, kwamba kila mtu anachukua sasa rangi yake, na kila mtu ataingia kwa ile campaign mode ya siasa kwa sababu ya hali ya kujitafutia ama kutafuta uongozi wa kuanzia 2020. Sasa wewe unachezaje bwana? I'm just curious kujua wewe mwenyewe unachezaje, kwa sababu unajua una kiti ambacho unalenga kukitoa, vile vile unataka kumsaidia mheshimiwa Zack kupata kiti cha ugavana. How do you balance, ama kimoja kinasubiri kwanza? Siasa ni mpangilio ambao kwamba mwenyewe unaifanya kama design. Mfano mimi nimewania tayari, nishawahi kuwania kiti cha ujumbe la township ward hapa town, na pia nina uhuru wangu wa kibinafsi wa kufanya maamuzi kulingana na jinsi mimi nimeona. Kuna mambo ambayo kwamba nimeona imenishawishi ya kwamba huyu jamaa akifanya kupewa kiti atasaidia wananchi. Unajua lengo langu kubwa ni kwamba tukue na kiongozi ambao kwamba atasaidia wananchi, hata kama ni hapa township, hata kama si mimi mwenyewe. Yule ambao kwamba atakuja kuchukua tikiti ama kiti hiyo ya township akuwe ni mtu mwenye kusikiza na kusaidia wananchi, kwa sababu wananchi wana shida nyingi sana, watu wana tabu. Ukiwa tu labda huko nje useme kufanya mikutano ama kusalimiana na watu,
hakuna mtu ambao kwamba anaweza kusema sasa haya mheshimiwa sasa wewe shika 1000 tembea vizuri. Imekuwa ni vigumu. Watu wengi wangetaka hata wajui wanakula nini jioni, wanataka waachie kitu kidogo. Sasa lengo langu kubwa ni kuhakikisha kwamba mwananchi mkazi ambao kwamba jirani yangu ambao kwamba mimi nimezaliwa nimelelewa na wao wananijua, asilale njaa kwa sababu eti amekosa kabisa. Tunataka tuone jinsi tunaweza weka watu wetu pamoja, tutafute miradi ambao kwamba inasaidia. Na unajua mimi kushikana na mtu ambao anaazimia kiti cha ugavana, sema mfano watu wangu wa town hapa, watu wengi sana wana shida ya kukosa kazi. Sema mfano tutengeneze group ya kina mama, na hao kina mama tuende tuombe kwa gavana ambao kwamba tunaelewana. Sema mfano hii referral hospital sema 6 to 8 million zinatumika kwa usafi tu, mambo ya cleaning, kuosha blanketi na mambo kama hayo. Tuchukue a group of 100 or 150 people tuwaweke pale. 6 million ni kitu ambao kwamba ikiingia kwa wananchi wetu hapa itatusaidia sisi kukuwa na pesa mfukoni, na hiyo ndo lengo letu. Sasa yule ambao kwamba ninaungana naye ni mtu ambao kwamba anasikiza pia mawazo yangu. Tuseme hapana, nikiwa pale kama mwakilishi na wewe kama gavana, tunaweza kufanya kitu moja ama mbili tusaidie watu wetu. Labda tuzungumzie sasa mada ambayo tungetamani kuizungumzia siku hii ya leo ya chama cha siasa na kadhalika. Na labda nianze hili. Kabla ya uchaguzi, ni wakati gani mwanasiasa ukiwa mmoja wao unafaa kuamua sasa ni chama gani cha siasa utataka kutumia tiketi yake mbele ya uchaguzi? Ni muda gani? Is it 2 months to elections? Is it 1 year to elections? Is it a lifetime matter and so on? Na hata wakati namuuliza swali hili mtazamaji, takwimu za sasa zinaonyesha kwamba John Mbadi ndo mbunge wa pekee ambaye anahudumu sasa ambaye amechaguliwa kwa chama kimoja kwa mihula mitatu tofauti. Hao wengine kama kunaye wa mihula mitatu wamekuwa kibadilisha chama hiki baadaye kabadilisha. Mwenyekiti wa chama cha ODM is the only member of parliament right now who is serving the 3rd term under the same party ambayo aliweza kuchaguliwa katika muhula wa kwanza ambacho ni chama cha ODM. That should worry you. Hasa zaidi tunapozungumzia baadhi ya mataifa ambayo labda yamekuwa kiuchumi kiwango cha Kenya kwa kurejelea basi masuala ya demokrasia na masuala ya vyama mbalimbali vya siasa na kadhalika. Katika baadhi ya mataifa utasikia mambo kama leftist, rightist, central left na kadhalika, utasikia mambo kama hayo. Sijui kama hilo liko hapa kwetu ama hamna. Ni wakati gani mwanasiasa anafaa kuamua ni chama gani cha kutumia mbele ya uchaguzi unaokaribia? Mwanasiasa yeyote ambao kwamba ana nia na ana uwezo wa kukimbia, kwanza anafaa jiamini. Kwa muda mrefu anafaa kuwa anajihusisha sana na ile mambo ya wananchi, watu wamuelewe kwanza. Baada ya hapo, kitu ambacho kwamba kinafaa kupeleka kiongozi huyo kwa chama chochote ni ile mikataba ambayo kwamba wewe kama mwananchi umeweka na kiongozi wako. Kiongozi amekwambia nitakupa chama cha wamama 150 people 6 million uende oshe referral hospital. Sasa wewe kitu ambacho kwamba itakufanya uingie kwa chama ni kwamba lazima utimize ile ahadi ambayo kwamba umekuwa ukipeana. Na sasa utakuta unaingia kwa chama ambao kwamba hawajali mambo kama hayo. Na sasa hapo inakuwa ngumu kwa wewe kama mwanasiasa kutimiza ile malengo ambayo kwamba ulikuwa umeahidi wananchi wako. Sasa jambo la ambao kwamba linafaa kuwa lina drive mwanasiasa yoyote kufanya siasa ya chama ni ile mikataba baina yake sasa mwenyewe na chama hicho, ya kwamba nikiingia katika chama hii na labda sasa mimi nipite tikiti hii ya sema mfano ubunge, watu wangu walitaka barabara kutoka mahali fulani mpaka mahali fulani, hiyo tuagirii kwamba ukikuwa kama serikali utanisupport kwamba watu wangu watapata barabara hiyo. Hilo ndo lengo kuu kulingana na mimi linafaa kumsukuma mwanasiasa yoyote kuingia katika chama ambacho anakitamania. Lakini hali si ilivyo kwa sababu siasa ya Kenya imeenda ikichafuka.
miaka baada ya nyingine. Tumekuwa na ile unajua politics ya chama ni kitu ambayo inafaa kuwa democratic. Unaingia katika chama hiyo, unajua hata kuingia kwa chama siku hizi ni pesa. Ukisha invest in the party also inafaa kuangalie maslahi yako kama mwanachama wake. Lakini siku hizi inasemekana lazima wewe kama member ufuate chama chochote kinachosema. Ukijaribu kukosoa unaonekana wewe ni mbaya, unaanza kutengwa, sijui kama unanielewa. Sasa ukiona mwanasiasa anabadilisha chama ni kwa sababu kuna kutoelewana kwingi katika hii mambo ya chama. Na unakuta katika wakati wa kampeni wakati wa kampeni kuna nomination na watu wengi wanakuwa katika vyama tuseme mfano vyama chama kimoja, na hicho chama kina uwezo tu wa kuteua mtu mmoja ili kumwakilisha katika tikiti ya 2022. Sasa hawa wengine ambao wanafikiria labda kuna wengine kweli walishindwa kikweli, kuna wengine labda kulikuwa na mchezo, na ambao kwamba siasa sasa imeendelea kuchafuka tangu 2002 ambapo tulikuwa na sober politics. Tulikuja tukapewa kiongozi mzuri kwa Mheshimiwa Mwai Kibaki. Lakini baada ya hapo, baada ya kufika 2007, mambo ilikuja ikakuwa ni ngumu sana, ama siasa ikaendelea kuchafuka kiasi kwamba wale ambao kwamba wana pesa ama wale ambao kwamba wana nguvu za kisiasa ndio peke yao wanaweza kuongoza nchi hii. Hii siasa inafaa ikuwe demokrasia. Kile ambacho mwananchi wa kawaida ameamua. Unasikia wanasema ground inasemaje? Kile ambacho ground imeamua ikuwe hivyo hata kama ni nomination, na ikuwe hivyo hata kama ni general election. Lakini kunakuwa na michezo mingi sana ambao kwamba inawaudhi wale wanachama, ambao inawafanya watoke kwenda kutafuta chama ambacho kwamba watakuwa marafiki na wataendelea kufanya. Katika mataifa ambayo yameendelea, kwa mfano ukiangalia taifa kama vile la Uingereza ambalo bila shaka ni taifa ambalo tuweza kututawala, and of course limekuwa katika existence kwa muda mrefu zaidi yetu, utagundua kwa mfano chama cha Labour Party. Sasa hivi kinara wa chama hicho should be Keir Starmer. Wakati fulani akawa Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn akaondoka akaja Starmer na kadhalika, and there are chances miaka 5 ijayo ama 6 atakuwa ni kinara mwingine wa chama hicho. Ondoka atakule kuja hapa Afrika Kusini, chama cha ANC wakati fulani imekuwa ni Thabo Mbeki, wakati fulani Zuma, wakati fulani sasa hivi Cyril Ramaphosa na kadhalika. Hapa nchini Kenya, don't you think the weak link iko katika nani anamiliki chama? Kwa sababu katika baadhi ya mataifa yaliyoendelea chama sio cha mtu, ni chama cha niseme wajumbe na wale wanachama wake. Na hapa kwetu kidogo tofauti, inaonekana kwamba ni chama, ni unasikia chama cha Wiper chake Kalonzo Musyoka, ni mtu ambaye kwamba yani chama kinamilikiwa na mtu mmoja, na hilo ndo mambo ambayo kwamba imetusumbua katika multi party. Ya kwamba yule mwenye ana nguvu anaweza kuassemble chama. Angalia mfano chama cha UDA. Chama cha UDA miezi kadhaa zilizopita hungejua chama chochote kinaitwa UDA bila shaka. Lakini leo hii wanasimama na wanasema it's a national party. Ni kwa nini? Ni kwa sababu wale wenye nguvu wameingia katika chama hicho, wakafanya branding ya kutosha, wakaweka pesa zao ndani ya chama hicho. Sasa wewe ukitoka huko unataka kujoin chama hicho, lazima umsikize na ufuate Kenya anasema, la sivyo wewe unakuwa mbaya. Lakini demokrasia haikuundwa hivyo. Demokrasia iliundwa kwamba hata kama sipendi kile ambacho unaongea, nitapigana hadi kufa ili uongee kile ambacho unaongea. That is what democracy was supposed to look like. Lakini saa hii hakuna space ya internal democracy, self expression hakuna. Ni yale wale ambao kwamba wameingia katika mamlaka wanajaribu kufungia kila mtu mwingine nje. Na sasa unakuta chama kikitoka kwa direction kama ni Kenya hii, hakuna ile ati sasa patriotism of the party, ile kuenzi chama hakuna. Kumbuka wakati wa Moi, ndio Moi aliongoza KANU kwa muda mrefu,
lakini kulikuwa na uhisi fulani ya kwamba we own this party, it is our party. Kulikuwa na watu ambao kwamba haungeongelea kuhusu KANU, and it was that democratic. Lakini leo hii ukiwa ndani ya chama na useme chochote, labda kukashifu jambo ambalo kwamba limetokea ndani ya chama, labda kuna ile ufidhuli. You remember what happened with Senator Ole Kina wakati fulani? Yeah. Na akageuka tena akarudi upande ile. It happened to me. Wakati tunasema hapana, hizi nominations zimekuwa ni za ulaghai. Wanasema sasa wewe si mwanachama, and you have invested in a party. Lakini kuulize Bwana Suleiman, how do you now differentiate uasi na ukosoaji katika chama? Kwa sababu vile vile kuna uasi katika chama, kwamba wewe umepewa nafasi ya kuwa party leader ama naibu kinara ama kusimamia women affairs or whatever the position, but apparently you're pushing the agenda of another party, ama unaonekana kuzungumzia chama kingine. Kwa mfano katika bunge natarajia misimamo ya chama kuweza kupata support kutoka kwa wabunge wanachama wa chama, especially on party issues. Lakini kuna yule ambaye utapata amefika kule bungeni yako the other side. We've seen that na kwa mfano mbunge Osotsi ambaye amepewa nomination na chama cha ANC, lakini anahubiri injili ya ODM. Na wakati ANC inajaribu kuweza ku strike the whip na kwenda mahakamani. So how do you now differentiate kwamba huyu sasa uasi ni ile ambalo unaongelea kukihepa chama ambacho kwamba kimekusponsor kuingia katika nafasi ile na kuanza kuhubiri mambo ya chama ingine kabisa. Hiyo ni uasi. Lakini criticism ni kwamba uko ndani ya chama, kuna mambo hayaendi vile unatarajia kama mwanachama. Sasa kukuwa na uhuru ya kuisema jinsi unavyoiona ndio criticism. Lakini kuasi ni kabisa kutoka ndani ya chama ambao kwamba imekusponsor na unaingia kuanza kuongelea mambo ya chama kingine. Hiyo ni uasi. Na ndio maana katika kisheria Kenya hii, kama si mambo ya kuingia kotini ya court injunction, ingekuwa ni vizuri sana kwamba ukiona kwamba hiki chama umejaribu kukikosoa, hakikusikizi, hamujaelewana kufika leo, una uhuru wa kusema sasa nimehama chama hii, nimejiunga na mtu fulani ama chama fulani. Na hata sheria inaenda kusema kwamba relinquish even that political seat ambao kwamba umesponsored na hiyo chama. Na kama wewe ni kiongozi, sema mfano umekuwa mjumbe na tikiti ya hiyo chama, kama wewe ni kiongozi ambao kwamba uliletwa hapo na watu wako, kweli ukirudi katika eneo jumbe lako kufanya by election, utaelektiwa in the party that you wish. But we've never seen a by election. Does it mean kwamba sheria zetu kidogo ni legevu? Mambo ndo hayo katika koti zetu. Utaona ukisema tufanye hata impeachment peke yake, koti ina process ndefu ambapo kwamba itachukua the whole entire 5 years. Kenya tumejiweka katika hali ambapo kwamba tunaweza kufanya kila kitu ambacho tunataka na hakuna kenye mtafanya. Sasa imefinya watu wa chini. Na mimi naendelea kuambia wananchi, we are not angry enough. We are not angry enough. Kwa sababu if we were angry enough, hii nchi tungeichukua sisi wenyewe kama wananchi na tuoneshe mwelekeo. Kwa sababu penye tumefika, kama si fedha kumwagwa kwa wananchi wakati wa kampeni, basi naambie mtu ambao kwamba angekuwa sahihi amewekewa mradi na mjumbe wake, mradi kama wa kuku ama ng'ombe, angekuwa anaenda kumtafuta hata siku nyingine ati kwamba anaenda kumuomba basari. Haiwezekani, kwa sababu atakamua ng'ombe kidogo, auze maziwa, kupata school fees. Sasa wanasiasa wametuweka katika ile hali ya lazima uwaombe. Hauna namna yoyote ila wao. Wamejiweka katika ile position ya savior, ya kwamba bila wao mnaangamia nyinyi wote. Sasa ukiwekwa katika hali hiyo, inakuwa ni rahisi sana
akisema kufanya kitu fulani unafanya. Na ndio maana unaona wanachama si wabunge peke yake, hata wananchi kuna ambao wamechukua membership ya chama na wako katika ile vuguvugu nzima, wanajitokeza katika kampeni, wanafanya active politics za chama. Lakini ile ownership ya chama ndio shida yenye tuko nayo Kenya hii. If we had a party that is owned by the people, watu wenyewe, sasa siasa ya sasa hii imekuwa ni ngumu, yenye uwezi fanya hivyo kama hauna hela. Mtazamaji 07057848407057080844 ndizo nambari unatumia kuwasiliana nasi kupitia WhatsApp au SMS. Tunakuuliza hivi, unaamini katika manifesto ambazo zinaibuliwa na vyama vya siasa ama unahisi tu ni maandishi lakini zina maana yoyote? Unahisi kwamba manifesto ambazo tunaziona za vyama mbalimbali vya siasa zina umuhimu wote au ni maandishi tu? Na nafasi kuzungumza nasi kupitia nambari hiyo ambayo unaiona pale chini katika runinga. Anza kwa jina lako na kule uliko, itumie upande wa SMS na vile vile upande wa WhatsApp. Suleiman Hamisi ni mwanasiasa hapa Bungoma, mwaniaji uwakilishi wadi katika wadi ya Township katika uchaguzi mkuu ujao. Aliwania vile vile uchaguzi mkuu uliopita. Lakini ninaye kila siku ya Jumatatu au niseme nyingi za Jumatatu kuzungumzia masuala mbalimbali ya siasa, na hii leo tunazungumzia vyama vya siasa na umuhimu wake kwa mwanasiasa, masuala ya usuyo vyama mbalimbali vya siasa. Bila shaka kuna mengi ya kuweza kuzungumzia. Anaongoza vile vile itifaki katika timu ya kampeni ya Zack Baraza ambaye anawania kiti cha ugavana hapa Bungoma katika uchaguzi mkuu ujao, bingwa huyu Suleiman. Na Suleiman, hivi ni kuulize swali, mwanasiasa anahitaji chama au chama kinamhitaji mwanasiasa unaporejelea kuwania kiti mbele ya uchaguzi? Who needs who? Chama ni vessel, ni vehicle, ni chombo ambacho mwanasiasa anakitumia ili kupata mamlaka na madaraka katika uongozi wowote ule. Lakini pia utakuta kwamba bila wanachama hakuna chama. Gari bila abiria. Gari bila abiria. Sasa unakuta katika mseto wetu huu wa siasa za Kenya, wanasiasa wanatumia vyama dakika za mwisho. Dakika za mwisho kabisa, kwamba chama kinafaa pia kiwe na umaarufu wake. Unasikia ati akienda kwa hii chama anaweza pita, akienda kwa hii chama. Ndio unasikia mwanasiasa ukimuuliza anakwambia hapana, wacha tunapima upepo. Kwa sababu ukiangalia mambo ambayo kwamba mwanasiasa anafanya kabla ya kushika chama chochote, inakuwa ni kujiuza kwa wananchi kwanza. Lakini kama ni mwanasiasa anahitaji chama, ni wakati wa mwisho sana. Lakini chama kuhitaji wanasiasa ni muda wote, kwa sababu they use that power, they use the numbers to control political agenda ya any specific place. Ya kwamba ukiwa na watu wengi ama sauti ya watu wengi, basi utapishwa na wale ambao kwamba wana wachache, sauti yao pia itasikizwa. That is how it's supposed to be. So mwanasiasa anahitaji chama, lakini kwa kumpitisha tu ama kumuongeza umaarufu. Lakini chama inahitaji sasa mwanasiasa. Ni kwa muda gani ama ni kwa kipindi gani mimi mwanasiasa nahitaji kusalia katika chombo hiki ambacho nimekitumia kuweza kufika mwisho wa safari yangu? Ni mara tu baada ya kuchaguliwa ama ni muhula mzima? Tumeona wanasiasa ambao wanachaguliwa leo kupitia chama fulani, kesho hayupo tena katika chama hicho na anahudumu miaka 5 akitumia mahakama, koti na kadhalika kuweza navigate through the whole term. So this allegiance inafaa idumu kwa muda gani? Hii allegiance ni kwamba umeamini wakati unaingia katika chama hicho, umeamini, na ndio maana unasikia kuna ile agreement ambayo kwamba unasign, kuna mahali unasign kwamba umeamini kwamba unaelewana na unakubaliana na maadili ya chama, uko tayari kukisupport chama hicho wakati wowote ule. Sasa wakati unakosa support ama wakati unakosa kuelewana na chama, ndivyo nilikuwa nikikueleza hapo awali, ni wakati huo unafaa utoke. Na ukitoka kwa chama
inamaanisha urudi kwa wananchi wa kuchague. Lakini sasa siasa yetu imechafuka. Kenya hii koti siku hizi ukiwa na fedha za kutosha, na hilo ni jambo ambalo kwamba I'll say it confidently, kwamba ukiwa na fedha za kutosha utapitia kotini, utakesha kotini, miaka itaenda mpaka watu watasahau kesi hizo. Sasa utakuta chama ikikupatia support na kweli uingie katika tikiti hicho na ukuwe mbunge, loyalty yako inafaa una serve up to the end of the term, that is the end of the agreement. Ya kwamba mimi nimekubali kwamba chama hii nitapitia chama hiki kuingia katika bunge. Sasa nikiwa ndani ya bunge nafaa kukuwa nina msimamo wa chama. Msimamo wangu inafaa kuwa ya chama hicho kwa kiwango kwa muda ambao kwamba imenipa kuwakilisha. Kumbuka chama pia ina interest zake. Na ndio maana unasikia ati huyu ameninyima kiti ya public accounts, amepatia rafiki yake. Kuna interest ambazo kwamba chama ina drive, agenda ambayo chama ina drive katika mwendesho huu mzima wa serikali. Sasa utakuta wamekupea paka responsibility, public accounts officer wa bunge. Sasa unakuta chama hicho kina interest hapo, kina uwezo ya kukutoa pale ukikosa kutimiza ile mawango ama mawazo ambayo kwamba ilikutuma hapo kufanya, na kikapeana mtu mwingine. Kwa sababu sasa ukikosa allegiance, ndio hivyo unafaa utoke ndani ya chama na chama kiendelee. Kama maisha itaendelea kwako baada ya chama, pia maisha itaendelea kwa chama baada ya wewe kutoka ndani. So you just make a decision. Kama umeona umefika 3 years, unajaribu kusukuma idea ama chama inajaribu kukupa mwongozo ambao kwamba hauelewani nayo, resign, go back to the people, get elected on another ticket. Tuzungumzie chama na manifesto na slogans na nini. Ni lolote la kutilia maanani ama ni mambo haya yote ni kwa sababu tu ya kupita kura. Tulikuwa na ndoto nzuri sana wakati Mheshimiwa Kibaki alikuwa. Tulikuwa na ndoto nzuri sana, na ulikuwa unaona at least manifesto inajaribu kutumika katika administration ya serikali. Lakini leo hii tunavyoongea, bora ukishachukua hatamu ya uongozi hata simu hashiki. Wacha manifesto hawakumbuki. Unakumbuka manifesto ni kitu ambacho kwamba inafaa ishike azimio ama mawazo ya wengi katika nchi, ili wakubaliane na wewe kukupa uongozi, utimize mambo ambayo kwamba umeahidi. Lakini sasa hivi manifesto imekuwa ni karatasi tu, kwa sababu baada ya mtu kushika hatamu za uongozi, kiburi kinaingia, ile shughuli nyingi. Unasikia sasa nimekuwa rais, nafaa kutembea kukutana na rais wengine, muda mwingi unapotea katika mambo ambayo kwamba inakuzunguka katika ofisi ya urais. Unajikuta umesahau kuna mambo kama uhalifu, terrorism, una get so much involved into so many things. Unakuta kwamba umesahau the basic things ambazo kwamba ulikuwa umeahidi watu wako. Sasa imekuwa ni vigumu kuamini manifesto ya mtu. Ndio maana sasa hivi ukitembea huko nje wanakuambia mara hii tunaangalia tu mtu mwenyewe. Hatuangalii chama, tunaangalia tu mtu mwenyewe. Hiyo ndio ujumbe wenye watu wanakuambia huko nje. Sasa imekuwa ni vigumu kuangalia ile manifesto na organization ya party, kwa sababu tumegundua hata tuseme tunapatiana presidential candidate Raila Odinga ama tuseme tunapeana William Ruto, ukiangalia hawa watu wote wamekuwa katika serikali na muda mrefu, tumesupport hawa jamaa, na wakati maendeleo inatokea kila mtu anapeleka nyumbani kwake. Sijui kama mmeelewa, kwa sababu wewe ambao kwamba ulifanya ile support utaendelea kubaki kwa maskini. Ungoje kwanza wale wengine ambao kwamba ni tribesmen, kingsmen, ndio wapate kwanza ile maendeleo first class, ndio nyinyi mfikiwe. Sasa saa hizi mtu anaangalia tu mtu akiwa kwa hiyo position atanisaidia kivipi.
hiyo ndo ile jambo kuu ambao watu wataangalia katika 2022. Tuzungumzie sasa hivi tunapozungumza katiba mpya mwaka 2010 iliweza kuleta kipengee kingine ambao labda ni pengo au mwanya mzuri wa kuweza kutumiwa uwezo wa mtu kugombea ukiwa mgombea huru. Ni dirisha ambalo baadhi ya wanasiasa wamelikumbatia, lakini hata linapokumbatiwa tumeona wengi wanalikumbatia as last minute resolution, labda baada ya kwenda katika chama nominations zikatibuka akakosa tiketi ndio anaamua sasa kuweza kuwa mgombea huru. Kuna umuhimu gani ambao chama kinamletea mgombeaji wa kiti kiasi kwamba labda inahofisha baadhi ya watu kuendea kiti ama kuwania kiti kama wagombea huru moja kwa moja bila kupitia chama ndio baadaye uweze chama kina ushawishi mkubwa Dalmas. Chama kina ushawishi mkubwa katika sehemu kubwa sana katika nchi hii. Ukiangalia kuna mtu ambao kwamba ataingia katika ile ballot box ashike tu, na sababu mimi ni mwanachama wa Simba, atapiga Simba kutoka juu mpaka chini. Walikuwa wanaita suti. Alafu kishamaliza hiyo suti mwenye koti anakuja anachukua, mwenye longi anachukua, wanakuacha. Sasa chama kina ile boost ya kwamba hii region watu aina fulani, watu wameegemea mrengo fulani wa kisiasa. And when you say chama, you mean the right party, because for example you can't pick a party ambayo labda nimeona kwa mfano kaskazini ya nchi wametengeneza upya movement. So you can't say niko na chama kinaitwa upya nataka kuwania kiti cha uwakilishi hadi huko Shambereni. Hauwezi fanya hivyo. Kwa hivyo the right party for the region, kwa sababu politics is always local. Yes. The right party for the region ndio watu wanakimbilia. Ukiona kama hii nafasi itakupita, you go to the second most likely party. So inakuwa ni wewe na chama yako, sasa wewe ujiuze na pia chama ikusaidie katika kutafuta kura. Na sasa ndio maana unaona chama inakuwa important, kwa sababu kwamba ungesimama peke yako labda ungepata kura 1000. Lakini sasa kwa sababu chama hiki kimependwa mahali fulani, unajikuta uko na kura 3000 ambao kwamba inakuweka mshindi. Sasa hiyo jambo la chama ni jambo ambalo kwamba watu wamekuwa nayo, ni culture ambao kwamba watu wamekuwa nayo tangu awali. Lakini chama hizo saa hizi na manifesto yao sidhani kama itatusaidia katika governance ya nchi hii, kwa sababu tumeona mambo mengi sana yamekuwa yakipromisiwa, lakini Wakenya wanazidi kuumia kwa hiyo umaskini na pesa kukosekana na ukosefu wa kazi, na ni mambo haya ambayo kwamba wanaenda kutuagiza ili wakikuja tuwapatie. Na unaona mtu akikuja akwambia pana mimi nitakumpa kazi, unaona inakupa ile hope ya kwamba pana huyu jamaa akiingia ninaweza kuwa na mahali pa kujishikilia. Lakini sasa baada ya hapo chama pia sasa inafaa ipate hiyo respect ya kwamba imekuingiza katika kiti. Sasa lazima ukuwe loyal to the party, kwa sababu without you maybe the 2 votes zenye ilifanya ushinde haungeshinda. So kwa sababu ya nguvu hiyo, mtu pia anahitaji akuwe very loyal ndani ya chama yake. Sasa ni mazingatio gani nafaa kutilia manani wakati nataka kuamua chama au nigombee nikiwa mgombea huru? What are the considerations I need to maybe think around? Chama kina umaarufu, lazima ujue hiyo. Kama unataka kwenda mgombea huru, ukuwe pia una umaarufu wa kutosha, na ukumbuke unaenda kumenyana na watu ambao kwamba watakuja kupigiwa kampeni na magavana na maseneta na mpaka presidential wa vyama vyao. Sasa ukisema unaingia katika kuwa mgombea huru, lazima ukuwe win a lot of trust from your constituent. Na pia lazima ukuwe na enough capacity ya kujisustain for the period ambao kwamba hiyo politics inaenda kuchukua. Lazima ukuwe na pesa ya kutosha, kwa sababu wale wakija watapatia mgombea wao wa chama yao fedha za logistics, kugawa watu wa kusafiri nini kutoka kwa chama. Na wewe sasa ukitaka kuandaa mkutano wa kisiasa,
lazima ukuwe na enough money ya logistics ya ambao kwamba mtu akienda nyumbani hata anajua akitulia nyumbani tumbo inasikia sawa na akili inakumbuka. Lazima ukuwe umejipanga sana kucampaign kuwa independent candidate, kwa sababu Kenya yetu tulipo sasa mambo sio sure, sio ni kama nchi ya UK ama Marekani ambapo kwamba every vote will count, na kweli count. Na pia watu wetu sio wale ambao kwamba wako focused on issues, on agenda. Watu wengi wako led by the greed for money. So utaona 2022 a lot of money is going to be poured. Na mtu hata anaweza make decision kupitia kwa hiyo tu kupewa pesa. So wakati uko na tafuta kiti katika independent, lazima ukuwe well resourced na ukuwe na popularity kwa watu. Katika baadhi ya mataifa, zungumzia Afrika Kusini utasikia ANC kikitajwa, Tanzania Chadema, CCM utasikia vyama vile vikitajwa, ukikwenda Uingereza Labour Party, Conservative utasikia vikitajwa, Marekani Republican Democratic Party utasikia vyama vile vikitajwa. Hapa nchini Kenya mwaka 2002 NARC, 2007 ODM kama sijakosa, 2013 kukawa na CORD na kukawa na TNA. Kisha 2017 Jubilee, pakawa na muungano upande huu mwingine NASA. 2007 haikuwa ODM peke yake, kulikuwa na ODM na PNU, watu wasilishika mashati and then 2017 Jubilee and the other one ikawa tena muungano, kushataja hiyo. Sasa hivi chama cha Jubilee kiliazimia, na wengi ambao walikuwa kizungumzia chama hicho kilivyobuniwa walikuwa kihisi kwamba labda ndo safari ya kuelekea huko kwa CCM, ANC, Chadema, vile vyama ambavyo vina msingi dhabiti. Kule Uchina pia kuna chama kama hicho, chama tawala. Lakini baada ya miaka 3, 4, 5 mambo yakawa shwari. Baadaye baada ya miaka 3, 2 hali ikafanyika ilivyofanyika. Sasa hivi tunaona hali ilivyo. How far are we katika kufikia kiwango cha kuweza kuwa na vyama kiasi cha kuzungumzia kwa mfano mirengo, kwamba chama cha mrengo wa kushoto, chama cha mrengo wa kati na kadhalika? How far are we as a country unapoangazia vyama hivi vya siasa vilivyopo sasa? Kulingana na mimi, we are still very far. Kwa sababu ukiangalia mirengo ni mambo ambayo kwamba inafai kuwa imeundwa na ideology fulani. Lazima tukue na a certain way of thinking for our people, and we direct them to that, and we stick to that, so that tukae tukijua tu huu mrengo huwa wangependa kuongoza kiwango fulani. Kama ukumbuke wakati wa tukipata uhuru, wakati wa KADU na KANU kwa nzuri sana. Hawa wengine wanataka tuundwe na majimbo. Hawa wengine wanataka unitary government. Ukitaka mambo ya unitary government mali itoke hapa chini iende juu ndio ianze kurudi chini, tutumia unitary government. Kama unataka mali itoke vingine ibaki hapa isambae, enda kwa majimbo. Na sasa kutoka hapo utakuta saa hii siasa ndio hiyo ya kwamba watu wengine wanataka mali ibaki hapa, ianzie hapa ikwende juu. Wengine wanataka mali ikuwe kwa mahali tukue na nguvu ya kutosha pale juu ndio isambaze mali chini. Kwa hivyo hamna chochote kipya. Hakuna chochote kipya, lakini tungebaki kwa hiyo fikra miaka yetu yote ingetusaidia. Lakini leo hii badala ya kuunda ideology kama hizo na zikuwe very strong and entrenched in the people, watu wanakuja na ahadi za saa hii, ahadi ambazo kwamba haziwezi last past election. Juzi Mheshimiwa Raila alikuja town hii na akawa anaongea na watu wakamwambia bei ya mafuta imepanda. Sasa kwa sababu ya kura hizo zinahitajika, anakuambia next week tunashukisha Yani short term objectives. We don't have
have bigger plans for our people. Juzi tukaambia tell us what we want to hear. Akamka asubuhi akasema hapana, 6,000 kila mwisho wa mwezi. How is that sustainable? Mwingine kule ndio huyu anasema Wilbur, tupeane pesa sahi kila mwisho wa mwezi, tuweke milioni fulani kwa wananchi hadi kila mtu akue na pesa yake. Short term. How are you going to control the financial statuses of these people? Ukishawapea pesa utafuatilia namna gani kuhakikisha kwamba watu wanatumia pesa yao hiyo vizuri? Na so ideology ndio kitu ambacho tumekosa. Watu wanaangalia nani yako ndani ya chama hicho, na mwenye ana chama hiyo ana nguvu ya kuwa rais. Kama ana nguvu, basi kila mtu twende tuhakikishe tumemshika mkono. Pesa ngapi tutatumia katika kampeni? Angalia kampeni zingine, hata hizo za chama ambazo kwamba zimetajika katika dunia hii, kampeni yao iko na fedha za chini, kwa sababu wengi wanauza sera na wanajua kile ambacho kwamba watu wanataka kusikia. You don't need to remind them because they already know what you stand for. Exactly. Sasa wewe ni kuhakikisha kwamba you present yourself as the best person to go represent their interest. Lakini leo hii Kenya hii ukifika ina mambo sana, kwa sababu mtu ako hapo kwa sababu ameona pesa. Wacha tukule hii pesa, tufanye hii kampeni. Na ujue wakati mtu anauzwa aidha kwa uzuri ama kwa ubaya, bado jina yake inasonga. Labda tutafanya uamuzi ambao kwamba utakuja kutuumiza pale mbele. Swali la mwisho, naona muda wetu ushayoyoma, kwa hivyo maybe one last question. Internal party democracy, you really feel we are doing so badly, and that is one of the reasons as to why our parties are not so strong, kwa sababu mtu anahisi kwamba amehujumiwa katika chama, jinsi tunafanya nominations zetu. Baadhi ya vyama vinakaa miaka havijawahi fanya hata uchaguzi wake au mashinani. Masuala ya NDC umeona yaliyofanyika na chama cha Ford Kenya. Baadhi ya vyama, kwa mfano ANC, nasikia hata hawajafanya NDC yao na kadhalika. There is a big challenge when it comes to party democracy, party issues, and maybe that is one of the loopholes. Kweli. Tukiona jinsi chama zinaendeshwa katika nchi hii, it is outright ya kwamba the directive inatoka kwa one center. Hakuna ile kamati kukaa chini na kujadili na kupata mwelekeo. Siku hizi imekuwa ni kusukuma agenda ya mtu fulani. Sasa party inakosa maana, kwa sababu leo utasikia mtu ako kwa chama hiki, kesho ako kwa chama kingine. Sasa ile maana ya kusukuma chama siku hizi imekosekana. Watu wako tu juu ya kukua ina party, but sio kwamba wana kienzi ama wana kion ama wanaweza present their ideas. Na ndio maana unaona watu wengi huwa wanatoka chama, na imekuwa shida kubwa. Imekuwa ni shida kubwa mpaka unasikia saa hizi wagombea wa rais wanakuambia ukishindwa ndani ya chama, kaa ndani ya chama, kwa sababu wanajua wenyewe ya kwamba mambo ambayo kwamba yanaendelea huko ndani sio mazuri, na inafanya watu wengi wanatoka ndani ya chama ili kwenda kutafuta uongozi mahali pengine, kwa sababu uongozi ni Mungu anapeana. Na asante. Anasema vyama vina uwezo kwa magavana, wabunge, county reps, MCAs na maseneta, na 0% kwa rais. Mwana wa Zipora John Adamba Oluicho Bungoma anasema. Alafu kuna wewe anaitwaje, anasema kutoka na Mamuka sublocation, mkaji wa Tulienge area, Sibembe village. Anasema amegundua gold kwa shamba lake, tumtembelee. Okay, sijui kama ni gold ya vyama ama gold halisi. Naomba tuhitimishe pale. Bwana Suleiman Hamisi ni mkazi hapa Bungoma, mwanasiasa, mgombeaji wakilishi wadi katika wadi ya township katika uchaguzi mkuu uliopita na vile vile uchaguzi ujao, akiwa ni sehemu ya timu ya kampeni ya Zack Baraza ambaye anawania kiti cha ugavana 2022. Asante kwa kutenga nafasi kwa nasi. I don't know if you have anything tukimaliza mazungumzo haya, sijui kwa wana township ama kijumla tu ya kwamba tunaelekea katika uchaguzi na kutakuwa na a lot of excitement here and there. Tunataka mara hii tujaribu kuangalia mtu wa kibinafsi, tusishawishiwe na fedha, na tukumbuke
kuna maisha baada ya uchaguzi. Kuna maisha baada ya uchaguzi. Jirani yako abaki jirani yako, siku nyingine utakuja kumwomba chumvi. Wewe imagine unapiga leo jirani mawe na elections zinaisha na kunakuwa na handshake tena. Sasa unashindwa utaongea nao namna gani? Tuendelee kudumisha amani haswa katika jimbo hili la Bungoma. Tuache ile mambo ya vita ya mipini. Tuache, tufanye tu siasa ya amani, kila mtu ashinde. Mwenye anashinda akubali na mwenye anashindwa pia akubali. Hiyo ndo ombi langu leo. Shukran, asante mtazamaji kwa nami kutoka mwanzo hadi sasa. Let's do it again on Wednesday kama kawaida saa 1 hadi saa 3 kesho, na Alhamisi atawajibika Eric Lumbasi kwa kupakulia kipindi hiki cha West TV Staftahi. Asante Kelvin Kibet, kazi safi upande wa pili. Naitwa Dalmas Sakali na kutakia wakati mwema, siku njema, juma jema. Usisahau kwamba taarifa za West TV Staftahi ni kila siku saa 1 asubuhi na kipindi kizima baadaye. Na usisahau saa 7 mchana taarifa za West TV, mchana saa 2 usiku taarifa za West TV jioni. Shukran na kutakia wakati mwema, kwa heri.